Ukiota ndoto unakimbizwa na watu wengi. Ukiota ndoto unakimbizwa na watu wengi. Unaota watu wengi wanakukimbiza wakitaka kukukamata au kukuua, yani kukushika, kukuteka au kukuua. Unaota hiyo ndoto, watu wengi ambao ufahamu wametokea sehemu gani na ujui ni sababu ipi imewafanya waweze kukukimbiza, ujui ni shida ipi au ni sababu ipi. Ndoto hii huwa ni ya kutisha sana, kwa sababu mtu anaweza kukimbia bila kujua mwisho wake. Yani unaota kabisa kwamba watu wanakukimbiza, lakini unakimbia ufahamu unaelekea wapi, unatokea wapi, mwisho wako ujui ni wapi. Maana yake mara nyingi kuna vita dhidi ya mafanikio yako. Hiyo ndoto inamaanisha kuna vita inakuja dhidi ya mafanikio yako. Kuna vita ambayo imeandaliwa katika ulimwengu wa roho ili kuweza kuyakabili mafanikio yako. Kuna vita ambayo imeandaliwa na wachawi, aidha waganga, aidha maadui zako wa karibu ambao pengine wewe unaona kama ni marafiki zako, kumbe ni maadui ambao wamepangwa au wamejipanga kabisa ili kuweza kuhakikisha kwamba wanayapindisha mafanikio yako. Nyota yako imetambulika katika ulimwengu wa roho. Msikilizaji, kitu ambacho inabidi ufahamu ni kwamba hakuna mtu atapingana na mafanikio yako kama nyota yako itakuwa sio kubwa. Kama wewe nyota yako ni ndogo, hamna mtu atajisumbua kuja kupambana na wewe. Ukiona mtu atapambana na wewe kwa bari mafanikio yako, inamaanisha katika ulimwengu wa roho nyota yako ni kubwa. Nyota yako ni kubwa. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi sura ya 23 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba waniandalia meza mbele ya adui zangu. Itathibitisha kabisa kwamba ukiota hiyo ndoto nyota yako ni kali sana. Msikilizaji, tafadhali usipuuze, ifanyie kazi, itakusaidia kwa habari ya kuweza kuikomboa nyota yako ili kuweza kukusaidia wewe mwenyewe katika mafanikio yako, wasiweze kuitumia watu wengine. Ni kuombe tafadhali fanya kitu kidogo tu ambacho kwa upande wangu ni kitu kikubwa kwa ajili ya madhabahu ya Siri za Kiroho. Gusa alama nyekundu yenye maandishi subscribe, lakini pia bonyeza like, lakini pia comment hapo chini. Ndoto ya pili, ukiota ndoto nyoka wakubwa wanakushambulia. Ukiota ndoto nyoka wakubwa wanakushambulia, unaota nyoka wakubwa wanajaribu kukuuma au wanakufuata kwa lengo la kukudhuru, wanakuuma au wanakufuata kwa lengo la kukudhuru kwa namna yote ile, kukumeza, kukuvunja viungo vyako. Unaota hiyo ndoto msikilizaji, uelewi ni katika maeneo gani, ni katika mazingira gani. Hii ni ndoto ambayo watu wengi wanaiota sana. Asilimia kubwa ya watu wengi ambao wana nyota kubwa wanaota sana hii ndoto, wanaota sana hii ndoto na wafahamu kabisa tafsiri yake ni ipi na maana yake ni ipi. Katika hali ya kawaida hii ndoto inaweza kuashiria kwamba wewe una vita vya kiroho vinavyojipanga. Unajua kila kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu wa mwili, msikilizaji, kila kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu wa mwili, nilikujuza kabisa waga kinaanzia katika ulimwengu wa roho. Maana yake katika ulimwengu wa roho ukiota ndoto ya nyoka, kuna vita inaandaliwa ili kuweza kukudhuru. Kuna vita inaandaliwa, kuna watu au nguvu ambazo zinapingana na mafanikio yako. Msikilizaji, nisikilize vizuri, kuna watu au nguvu ambazo zinapingana na mafanikio yako. Nimekujuza kitu chochote kile kinachopingana na mafanikio yako. Mafanikio inamaanisha ni neema ya kuendelea au nyota ya kuendelea. Mtu anayepingana na mafanikio yako ni dhahiri shahidi kabisa kwamba nyota yako ni kali sana, usipuuze. Aidha yupo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anaiba nyota yako kupitia ndoto au katika namna mbalimbali. Hivyo usipuuze, pambana vita vya kiroho ili kuweza kuikomboa nyota yako. Ukisoma kile kitabu cha Luka 10:19, Biblia inaeleza hapo kwa habari ya mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka inamaanisha kwamba basi mamlaka ya kuweza kuwapinga adui zako umepewa, mamlaka ya kuweza kuangusha wachawi umepewa. Wewe mwenyewe kuweza kuamua unatumia namna gani ili kuweza kupigana nao au ili kuweza kuwashinda. Mamlaka umepewa, nguvu umepewa, kwa sababu pia nyota yako ni kubwa, basi utaweza kuwashinda mtu yoyote yule mwenye kitu cha thamani ndani yake. Mungu anaweka ulinzi wa asili katika hali ya kuweza kuhakikisha kwamba anakilinda kitu ambacho uko nacho. Ni wewe tu mwenyewe hujajua kwamba una nguvu ya asili kuweza kuilinda nyota yako kupitia mamlaka ambayo Mungu amekupa katika miguu yako, kukanyaga nyoka na nge. Nyoka na nge maana yake ni maadui wanaokuja katika namna moja ama nyingine ili kuyadhuru au ili kuyaharibu mafanikio yako katika ulimwengu wa roho mpaka ulimwengu wa mwili. Ndoto ya tatu, unaota ndoto unaruka au unapaa juu sana. Unaota ndoto unaruka au unapaa. Watu wengi sana wanaota hizi ndoto, mtu anaota anapaa, aelewi nini ambacho kinamfanya apaa. Unakuwa una mabawa, unapanua tu mikono, pengine unapanua tu mikono, unapaa katika ndoto. Unaota ndoto unapaa. Ukiota hii ndoto kwamba unapaa aidha juu ya nyumba, juu ya miti au juu ya milima, ndoto hii inakuwa ni ndoto ya ajabu sana. Inakuwa ni ndoto ya ajabu sana, na mara nyingi ndoto hii msikilizaji inaashiria kwamba nyota yako ya kupanda juu. Yaani nyota yako ni ya kupanda juu. Hii ndoto ina maana tofauti sana, lakini miongoni mwa maana moja ni kwamba nyota yako ni ya kupanda juu. Maana yake ni ya kufanikiwa, sio ya kuishia njiani. Na tukipata wakati mwingine msikilizaji, nitakuja nikupe maana nyingine
nyingine ya hii ndoto. Lakini maana ya kwanza kabisa ni kwamba ukiota ndoto unaruka juu ya milima, juu ya nyumba za watu, juu ya miti mingi unapita juu yake, inamaanisha kwamba nyota yako ni kubwa ya kupita katikati ya watu, kufanikiwa kupaa juu zaidi. Na mara nyingi hiyo inaashiria kwamba wewe una nguvu ya asili ya kuweza kupaa na kufika mbali zaidi katika eneo la mafanikio yako. Una nguvu ya kupaa au kufanikiwa kwa viwango vikubwa katika eneo la mafanikio yako. Usipuuze msikilizaji, utakapoota ndoto usipuuze, omba kwa ajili ya kuweza kuisaidia au kuweza kuikomboa nyota yako uweze kukifikia kile ambacho unakiota. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Isaya 40 mstari wa 31 utaangalia hapo kwa habari ya ndoto ya kupaa. Ndoto ya 4, ukiota ndoto unaanguka kutoka juu sana. Ukiota ndoto unaanguka kutoka juu sana, yani ulikuwa juu unaanguka. Ukiota hii ndoto labda unaota uko juu sana alafu unaanguka, ndoto hii huwa ni ya kutisha, kwa sababu mtu uhisi kama anaangamia. Unahisi unaanguka sana, ufiki chini au ufiki chini, kama unadumbukia kwenye shimo, ni kama unadumbukia kwenye shimo, yani kama kuna shimo refu jeusi, giza, unaanguka. Hii ndoto inaashiria kwamba kuna maangamizi yanakuja kwa habari ya mafanikio yako. Kuna vita vinavyojaribu kuja ili kuweza kuyazuia mafanikio yako. Kuna vita vinaandaliwa aidha katika ulimwengu wa mwili au katika ulimwengu wa roho ili kuja kuweza kupingana na mafanikio yako. Hiyo katika ulimwengu wa roho inathibitisha kabisa kwamba wewe msikilizaji una nyota kubwa sana, una nyota kali sana. Usipuuze hili, omba. Unaota ndoto kabisa kwamba upo mlala, lakini unaona kama pembeni yako kuna shimo, maana unadumbukia shimo halina mwisho. Maana yake nyota yako ni kali sana. Kuna vita vinaandaliwa kwa habari ya kuweza kuikabili nyota yako. Usipuuze hili msikilizaji, itakusaidia kabisa kwa habari ya kuweza kuikomboa hatima yako. Lakini pia ndoto ya 5 msikilizaji, tafadhali tunapozidi kuendelea mbele, endelea kusubscribe, lakini pia bonyeza maandishi ya subscribe, lakini pia comment na like video hii ili kuweza kupata vitu vingi kama hivi. Tafadhali usiache kuendelea kutazama video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakupa mbinu za kuweza kuikomboa nyota yako. Mwisho wa video hii nitakupa mbinu za kukusaidia kuweza kuikomboa nyota yako. Kwa hiyo tafadhali angalia video hii mpaka mwisho, angalia video hii mpaka mwisho. Ndoto ya 5, unaota ndoto kwamba giza kubwa limekufunika. Unaota ndoto giza kubwa limekufunika. Unaota umezungukwa na giza kubwa au mahali pa kutisha, yani upo katika sehemu ambayo inatisha sana, uelewi ni sehemu gani, umefikaje. Hii mara nyingi inaashiria kwamba mashambulizi ya kiroho dhidi ya mafanikio yako yanaandaliwa. Mashambulizi ya kiroho yanaandaliwa dhidi ya mafanikio yako. Ukiota hii ndoto inamaanisha kabisa msikilizaji kwamba kuna vita vinaandaliwa ili kuweza kuyapinga mafanikio yako. Usipuuze hili msikilizaji, omba ili kuweza kuikomboa hatima yako, na Mungu atakusaidia kwa habari ya kuweza kuikomboa nyota yako. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 inaeleza kwa habari ya kitu kama hiki. Lakini ndoto ya 6, ukiota ndoto ya kuvaa taji au kukaa kwenye kiti cha enzi. Unaota ndoto kwamba wewe labda umevaa taji alafu upo kwenye kiti cha enzi, yani kama wewe ni kiongozi katika eneo fulani, ni mfalme, uelewi ni gani, lakini unaona ghafla tu umekuwa ni kiongozi, umekaa kwenye kiti cha enzi alafu watu wanakusujudia. Inamaanisha kabisa mamlaka, wewe una asili ya mamlaka, una asili ya mamlaka. Ndoto yako haipishani kabisa na ile ndoto ambayo aliweza kuiota Yusufu, watu wakimsujudia wazazi wake, nyota 11 na jua na mwezi wakimuinamia. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho una mamlaka au una neema ya uongozi, una nafasi kubwa sana ya uongozi ambao pengine wewe ufahamu, lakini ipo katika ulimwengu wa roho au ipo katika eneo la nyota yako. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 11 inaeleza kwa habari ya kwamba shika sana ulichonacho ili muovu asije akaichukua taji yako. Inamaanisha kwamba wewe ni mtu mkubwa. Basi msikilizaji, wewe una hatima kubwa sana. Unaweza ukashangaa ni kwa nini unaota ndoto wewe ni kiongozi au wewe ni mfalme, lakini mambo yako hayaeleweki, vitu vyako haviendi, mambo yako hayaendelei. Katika ulimwengu wa roho inawezekana hatima yako imekwisha chukuliwa au ipo inapangwa kuchukuliwa. Na asilimia kubwa ya watu wanaota hizi ndoto, hata kama mtu ulikuwa unasoma ukaishia njia, lakini ulipokuwa shuleni ulikuwa unapata nafasi kule shuleni, aidha ulikuwa unapata nafasi za uongozi, ulikuwa unapata nafasi aidha ya kuwa monitor au monitress au kilanja ukiwa kule shuleni, lakini umekuja katika maisha ya kawaida, vitu vieleweki. Katika ulimwengu wa roho una neema ya kuwa kiongozi, una neema ya kufanikiwa, lakini vitu vieleweki, mambo hayaendi, mambo hayaeleweki. Katika ulimwengu wa roho ipo vita msikilizaji, ipo vita inapambana kuweza kuiangusha hatima yako ya uongozi. Ndio maana vitu viendelee, na asilimia kubwa ya watu wa namna hii ni wale watu ambao anapoota hii ndoto, yani ni kama nyota yake ya uongozi inaondolewa, anashindwa kupata hii neema ya uongozi. Na asilimia kubwa ya watu namna hii
hata ndoa yake anashindwa kuiongoza, hata biashara yake anashindwa kuiongoza, mambo mengi anashindwa kuyaongoza, anaanzisha vitu vinaishia njiani. Katika ulimwengu wa roho, neema ya kufanya uongozi wa vitu vifanikiwe, neema ya kuongoza vitu imeondolewa. Ni kama neema uliumbiwa nayo, lakini inakuwa tayari imekwisha ondolewa. Ufahamu nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa roho? Una nyota kali sana msikilizaji, una nyota kali sana. Usipuuze kwa habari ya nyota hii, na Mungu wa mbinguni atakusaidia ukiomba ili kuweza kuikomboa nyota yako. Lakini pia msikilizaji, ndoto nyingine ni unaota ndoto ya nyota angani inaangaza sana. Yani unaota ndoto kwamba kuna nyota ambayo ipo angani inang'aa sana kuliko kawaida, au inang'aa kuliko nyota nyingine yoyote. Yani unaota hiyo ndoto pengine inang'aa kuliko nyota nyingine yoyote. Hii ni ishara ya moja kwa moja kabisa kwamba una nyota yenye nguvu sana, una nyota yenye nguvu sana, una nyota yenye nguvu sana kuliko watu walio pembeni yako. Wewe una neema ya kufanikiwa sana. Kilichofanya usifikie mafanikio hadi katika hiyo hatua uliopo, inamaanisha katika ulimwengu wa roho aidha kuna kizuizi kipo kinazuia mafanikio yako katika ulimwengu wa roho hadi katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana uelewi, unajikatia tamaa, vitu haviendi, vitu havieleweki. Katika ulimwengu wa roho una nyota yenye nguvu sana, lakini ufikie mafanikio yako kwa sababu kuna kitu kimefanyika pengine kwa habari ya nyota yako. Ukiota ndoto mlango mkubwa unafunguka, yani ni kama mbele yako msikilizaji kuna mlango mkubwa, unaota huo mlango unafunguka, mlango mkubwa aidha kama wa hekalu, kama labda wa jengo kubwa, unafunguka, unaota mlango mkubwa unafunguka mbele yako. Hii inaashiria katika ulimwengu wa roho kuna milango ya mafanikio yako inafunguka, na hiyo inaashiria kabisa kwamba wewe una nyota ya mafanikio, Kama upo unaota hizo ndoto lakini bado ufanikiwi katika ulimwengu wa roho, inawezekana kabisa pengine nyota yako imepigwa giza au imekwisha ibiwa. Katika ulimwengu wa roho, unachotakiwa kufanya msikilizaji ni kuomba maombi ya kuweza kuikomboa au kuweza kurejesha nyota yako ili iwe haki yako. Katika ulimwengu wa roho una neema ya kufanikiwa, neema ya kufika mbali kimaendeleo, neema ya kufika mbali kimafanikio. Kinachozuia, kuna kitu kipo upande wako kinazuia usiweze kuzipiga hatua katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Kinaweka kitu kama mipaka. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inaonyesha kabisa kwa habari ya kitu kama hicho. Lakini ndoto nyingine msikilizaji, ukiota ndoto mwanga mkali sana unakuzunguka, inamaanisha kabisa katika ulimwengu wa roho ndoto hii inaashiria neema ya Mungu au mafanikio ya kiroho, kwamba neema ya Mungu au nyota yako inang'aa sana, kama ilivyoandikwa kile kitabu cha Matendo ya sura ya 9 mstari wa 3. Nyota yako inang'aa sana. Kinachozuia usiweze kuyafikia mafanikio yako ni kwa sababu pengine kuna vita inapigana na wewe kwa habari ya nyota yako. Umefanikiwa sana katika ulimwengu wa roho, umeandaliwa kufanikiwa, umeandaliwa kushinda. Kinachokuzuia usishinde ni kwa sababu kuna vita vinapambana dhidi ya mafanikio yako, kuna vita vinapambana dhidi ya maisha yako ili kuweza kukuzuia usishinde. Msikilizaji, watu wengi sana wenye nyota kali mara nyingi huota ndoto za ajabu sana za kutisha kabla ya mafanikio yao kuonekana. Watu wengi sana ambao wana nyota kali wanaotaga ndoto nyingi sana za kutisha, pengine wanakimbizwa. Msikilizaji, hapo nimekupa tu baadhi ya ndoto, sio kwamba ni ndoto zote, ni baadhi ya ndoto. Zipo ndoto nyingi ambazo ukiziota inathibitisha kabisa katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili nyota yako ni kali sana. Hii ni sababu ya ulimwengu wa roho kutambua nyota yako mapema, na mara nyingi kuna vita vinavyojaribu kuzuia mafanikio yako. Ndio maana ni muhimu kuomba kabisa. Ukiota mara nyingi hizi ndoto, inamaanisha kwamba Mungu anakuambia au kuna notification unaipata kutoka katika ulimwengu wa roho kwamba omba ufanikiwe kwa sababu ya hiki na hiki, lakini wewe ni mtu wa namna hii, omba ili uweze kufikia mafanikio yako. Lakini kwa sababu wewe hujui, unapuuza, na ndio maana mafanikio yako yanachukuliwa, ndio maana hatima yako inachukuliwa. Kuwa makini sana msikilizaji na maisha yako ya kiroho, kuwa makini sana ili kuweza kuitunza hatima yako, kuwa makini sana ili kuweza kuitunza mafanikio yako. Katika ulimwengu wa roho una vita nyingi sana vinavyozuia nyota yako isiweze kuthibitika. Niandikie hapo chini kwenye comment, andika ndoto gani katika hizi ambazo wewe kuziota, na je, ulifahamu maana yake au kufahamu? Je, ni kweli kabisa unaamini kinachokizungumza kwamba inawezekana kabisa ndoto ambayo unaweza kuota inaashiria kwamba nyota yako ni kubwa au inaashiria ukubwa wa hatima yako? Niandikie uliota ndoto gani, na je, hadi wakati huu umefikia hatua gani? Mungu wa mbinguni akubariki sana. Hii ni madhabahu ya siri za kiroho, na yule hapa anaitwa Pastor Jonathan Alex kutoka hapa madhabahuni. Shalom na kwaheri kwa sasa msikilizaji.